ya nini maana ya ATAPE au nini maana ya mwana ATAPE? Wengi tumekuwa tukijiuliza tukiwa makanisani, wengi tumekuwa tukijiuliza tukiwa kwenye mikutano mikubwa, ATAPE ni kama vile ni kakikundi ka watu fulani tu ambao wao wana uwezo fulani. Kila mmoja amekuwa ana nadharia yake ya kuzungumza juu ya chama cha ATAPE. Chama cha ATAPE ni chama ambacho kipo kwa kusudi moja tu la uinjilisti katika makanisa yetu ya Waadventista wa Sabato. Sasa tunapoandika tuanze, nini maana ya ATAPE? ATAPE ni chama cha wanataaluma na wajasiriamali Waadventista wa Sabato Tanzania. Kwa hiyo tuna makundi mangapi ya chama? Ya watu wanaohusika ni watu wangapi? Watu wangapi? Watu wa baba? Watu wawili. Wa kwanza ni nani? Mjasiriamali. Wa pili ni nani? Mwanataaluma. Sasa kuna tofauti ya wajasiriamali na wanataaluma. Wanataaluma ni watu ambao wana vyeti vyao walivyosomea. Mwalimu, daktari, mwanasheria. Hauwezi ukaitwa mwanasheria kama hauna cheti. Lakini mjasiriamali ni mtu yoyote anayefanya shughuli yoyote inayomuingizia kipato. Kwa kifupi, kila mjasiriamali aliyeko kwenye mkutano huu ni mwana ATAPE. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tumezungumza ya kwamba ni wanataaluma na wajasiriamali walioko Tanzania. Je, chama hiki kinaanzia wapi? Kinaanzia wapi? Chama cha ATAPE kinaanza na mwana ATAPE mwenyewe. Haleluya, watu wa Mungu. Mwana ATAPE mwenyewe halisia ndiye mwanzilishi wa chama. Namba 2, kinakwenda kwenye kanisa mahalia. Maana yake kwenye kanisa mahalia ni lazima kuwe na wana ATAPE, kuwe na uongozi wa ATAPE, kuwe na mratibu wa ATAPE kwenye kanisa husika. Namba 3 ni mtaa. Ndani ya mtaa ni lazima kuwe na kiongozi wa ATAPE wa mtaa ambaye atakoordinate mambo yote ya kichama katika mtaa husika. Tukitoka hapo sasa, ATAPE imejipambanua zaidi, ikaunda kitu kinaitwa kanda. Hebu tuko pamoja? Nataka tunapotoka hapa kila mmoja awe ameelewa nini maana ya ATAPE. Na ajue yeye ni mwana ATAPE au sio mwana ATAPE. Sasa kanda tunakuwa na viongozi pia. Hawa viongozi wa kanda wataratibu shughuli zote ndani ya kanda husika. Kwa mfano, katika field yetu hii ya LTF tuna kanda ngapi? Tuna kanda ngapi? Na anayezifahamu anaweza kuzitaja. Haya, tuna kanda 3. Kanda ya kwanza ni kanda hii hapa tulipo. Wanaitwaje hapa? Katavi. Maana yake mitaa yote ya mkoa wa Katavi iko ndani ya kanda ya nini? Ya Katavi. Maana yake kunakuwa na kiongozi wa kanda ambaye kunakuwa na mwenyekiti, kunakuwa na katibu, kunakuwa na mhazini na viongozi wengine wote. Wana uwezo wa kuratibu na kufanya mambo yote yanayohusiana na chama cha ATAPE. Hata wao pia wanaweza wakaandaa siku maalum ya ATAPE au wakaandaa kamiliki cha kuanzia Ijumaa, Jumamosi na wakafanya kanda wanayo mamlaka. Ili mradi wanawasiliana na mwenyekiti wa field. Tukitoka hapo tuna field pamoja na conference. Sasa field pamoja na conference hizi zinaratibu kusimamia kanda zote kwenye jimbo lake husika. Hapa kwetu tuna kanda 3. Tuna kanda ya Katavi, tuna kanda ya Sumbawanga na
ya Songwe. Hizi kanda zote zinakuwa chini ya mwenyekiti, katibu na viongozi wengine wote ambao wanaunda hiyo field ama conference. Sasa baada ya hapo kuna kitu kinaitwa ATAPE Taifa. Ndani ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato tuna mipaka ya kazi ya kiuinjilisti na kiutendaji. Huku kwetu tuna majimbo makubwa mawili ya kiutendaji ya kikazi kwa Tanzania nzima, na tuna wenye viti wawili kwa hizi union zetu hizi zote mbili. Sasa kwenye utendaji wa ATAPE yenyewe haina unioni. Unaeleweka vizuri? ATAPE yenyewe ukishatoka kwenye conference, ukishatoka kwenye field, baada ya hapo ni ATAPE Taifa. Tunakuwa na kiongozi mmoja anayesimamia majukumu haya yote kwa hizi unioni zote mbili, ambaye kwa mwaka huu anaitwa Moses Masienene, ambaye wale tuliokuwa pale Dodoma tulikwenda kumchagua na tukampitisha na HM yote, na sasa ndiye mwenyekiti wetu, ambaye mpaka sasa anapozungumza na nyinyi yeye yuko Geita na wao wanaendelea na mini retreat kama ambavyo tunaendelea nayo sisi hapa. Nimeeleza namna ambavyo ATAPE ina muundo wake kwa namna hiyo, lakini kila ngazi iliyoko hapo kutoka kwenye kanisa mpaka kwenye union ni lazima kuwe na viongozi. Nione wazee wa makanisa, naomba msimame walioko kwenye mkutano. Wazee wa makanisa, wewe kama ni mzee wa kanisa mahali ulipo, Bwana wabariki sana. Wazee wa kanisa ni lazima kuwe na kiongozi ambaye anasimamia idara ya uwakili, ambaye yeye kazi yake ni kuratibu. Najua wazee tunafahamu kanuni kwamba mtagawana, kama una wazee 3 4, atakuwepo vijana, atakuwepo nani. Shughuli zozote za chama ndani ya kanisa zinatakiwa zianzie pale kanisani mahalia. Za chama kwa field ama kofi zinaanzia pale kanisani mahalia. Kwa hiyo ninashauri, kwa sababu wakurugenzi wako, wachungaji wako na tuna timu nzima, tunapaswa tuende kwenye makanisa yetu tukaunde chama cha ATAPE kwenye makanisa. Nitakwambia kwa nini chama cha ATAPE kinapaswa kuundwa kwenye makanisa. Sasa mkiwa pale kanisani, mtaratibu shughuli zote za kichama. Pale kanisani mnaweza mkachagua, kanisani tunachagua mratibu wa chama. Mnaweza mkawa na timu ya kwenu ya ATAPE. Hiyo timu ya ATAPE ikafanya shughuli zote za uinjilisti kwenye kanisa mahalia, na hizo shughuli za uinjilisti zikapanda kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Wajasiriamali na wanataaluma wa Waadventista wa Sabato walioungana kwa dhumuni kuu la kutengeneza kazi ya utume wa kanisa. Kipaumbele cha kwanza cha ATAPE ni uinjilisti. Kila mwanachama wa ATAPE ana jukumu lake la kwanza ni utume, kama tulivyoagizwa na Mungu katika kitabu cha Mathayo 28:19 mpaka 20. Katika kutekeleza agizo hilo, wana ATAPE hutumia talanta na vipawa na rasilimali zote zilizopo kwa pamoja na mambo mengine kufanya uinjilisti kupitia kufadhili mahubiri ya hadhara, kuchangia ujenzi wa makanisa, uinjilisti katika vituo mbalimbali na kuendesha makambi ya afya kama moja ya uinjilisti mkubwa ambao ATAPE tunao. Sasa hizi huduma zinaanza kanisani. Pale kanisani kwetu, nitoe mfano mdogo. Sisi tumenunua uwanja wa hekari moja. Uwanja wa hekari nini? Kama wana ATAPE. Na sisi pale wana ATAPE hata 10 hatufiki. Lakini tulikaa chini tukasema sasa sisi tutaanza jambo la kwanza. Kuna mahali tumepata washiriki lakini hakuna uwanja. Tukakubaliana, tukaenda tukanunua uwanja,
tumeulipia na sasa umeshaandikishwa na tumeukabidhi kwa kanisa, ya kwamba sasa kanisa taratibu zingine zinaanza. Mwaka unaoanza tumesema tunatakiwa tununue tofali na tuweze kujenga. Sasa hizi zote zinaanza kanisa mahalia, na kila mahali watakuwa na mipango yao. Kanisa mahalia na mipango yao, mtaa na mipango yao, kana wanakuwa na mipango yao, field wana mipango yao. Kwa hiyo kila mahali wanapaswa kukaa na kuratibu shughuli zote za uinjilisti ili kutimiza kazi ya Mungu. Haleluya. Wakati tunatoka, tuna mahali tulikuwa tuna kundi, sasa limeanza kufa. Ni kwa sababu mwinjilisti aliyekuwepo alikuwa anafadhiliwa na watu wa Tunduma. Sasa baadaye wale watu wa Tunduma wakasema sisi tumekuwa na makanisa mengi, ngoja hapa mahali wakawa wamesimamisha yule mwinjilisti. Tukapiga hesabu kwamba pale mahali kulikuwa na watu 15, walikuwa wanaenda 20. Na sasa wameanza kufanyaje? Kupungua. Tukaitana kama wana ATAPE. Tukasema sasa tunatakiwa tuweke mwinjilisti ili kazi ya Mungu ifanyaje? Hayo ndio majukumu ya ATAPE kanisani. Kwa hiyo ni watu wachache ambao wanaungana ili kuisukuma kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Sasa je, mwana ATAPE ni mtu wa aina gani? Mwana ATAPE ni mtu wa aina gani? Baada ya kuangalia nini maana ya ATAPE na kuona mtiririko mzima wa muundo wa ATAPE. Sasa je, mwana ATAPE ni nani? Ni nani? Unajua unaweza kuhudhuria mkutano. Unaweza kuhudhuria mkutano lakini sio mwanachama wa ATAPE. Jamani, habari ya asubuhi. Mnanielewa vizuri? Yaani unaweza kuhudhuria huu mkutano lakini usio nani? Mwanachama wa ATAPE. Hebu angalia vigezo vya kuwa mwanachama ni vipi. Kigezo namba 1, awe ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Aidha ni mjasiriamali au ni nani? Au mwanataaluma. Ni mambo mawili. Jambo la kwanza, uwe ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini namba 2, awe ni mjasiriamali au ni nani? Mwanataaluma. Jambo la pili, awe ametoa kiingilio cha wanachama. Awe ametoa kiingilio cha nini? Shilingi 10,000. Jambo la pili, awe anatoa ada kila mwaka, tunaita annual subscription fees, shilingi 25,000 kila mwaka. Namba 3, awe ana uwezo wa kutoa sadaka ya uinjilisti ya mwaka, ni kila mwaka kulingana na uwezo wake. Sasa hivi vitu vinne ndivyo vinavyompa uhai mwanachama wa chama cha ATAPE: kanisani, field na ATAPE taifa. Jambo la kwanza ni lazima awe ametoa ada ya kiingilio. Hizi fedha zote zinatolewa kwenye akaunti ya field au kwenye akaunti ya field. Baada ya kupelekwa kule, sasa uone namna inavyokuwa. Ukitoa ada ya wanachama, asilimia kadhaa zinarudi kanisani kwako mahalia pale pale kuendesha shughuli za chama cha ATAPE. Mnanielewa vizuri? Hiyo imeleweka vizuri. Baada ya kupeleka ATAPE, asilimia ya fedha zitarudi kanisani kwako. Asilimia za fedha zitabaki field. Asilimia za fedha zitaondolewa kwenda ATAPE taifa. Kwa hiyo fedha unayoitoa inaanza uinjilisti wapi? Kwa hiyo fedha unayoitoa 25,000 ya ada inarudi kanisani kwako kuanza kufanya uinjilisti. Sasa kuna jambo moja lazima tulifahamu.
itakayotekelezwa. Maana kama fedha itarudi kanisani kwako, je, ile fedha itafanya nini? Kuna makanisa, kuna mahali nilikwenda kwa ajili ya shughuli za kichama, nikakuta fedha wanazo nyingi zimekaa tu kwenye akaunti ya kanisa. Lazima tutafikie kazi ya kufanya. Unajua, chama cha ATAPE kimeleta changamoto kubwa sana ya uinjilisti unaopanuka kwa ukubwa sana. Conference moja mahalia, conference fulani, walikaa, mwenyekiti wa conference aliwaita wana ATAPE kadhaa. Akawaambia, nataka mniambie tunatakiwa tufanye nini? Tufanye mikakati gani? Wachungaji watakuwa wanafahamu hili. Wale watu wakasema, sisi pastor, kabla ya kuanza na chochote, tunataka kwanza tuanze na usafiri wa mwenyekiti. Haleluya, watu wa Mungu. Wakanunua gari la milioni 400 wana ATAPE. Mahali fulani juzi kati hapa, wana ATAPE wamekusanyana. Wakasema, ilikuwa ni kipindi cha kile kipindi cha kuwatembelea wachungaji, yani kuona ule utendaji wao, tunafahamu. Wao wakasema, sio mbaya, majirani zetu hapo juu. Wao wakasema, sisi hatutaki kumpelekea mchele mchungaji, hatutaki kumpelekea nguo mchungaji, hatutaki kumpelekea nini mchungaji. Wao wamechenga, wamemnunulia gari. Hiyo maana ya ATAPE. Yaani panapokuwepo wana ATAPE kadhaa kanisani, maana yake moja, Bwana anawabariki. Haleluya. Namba 2, wanapaswa kubariki wengine. Sasa kazi ya ule mtaa tena hawajafanya labda ni conference nzima. Wamefanya mtaa wameungana, wamenunua gari chipya kabisa. Gari chipya. Ndio maana ya kuwa na chama cha ATAPE, ili utume uendelee. Kuna mahali kulikuwa hakuna kanisa la watu Baptista wa Sabato. Wana ATAPE tukakaa na tumekwenda kujenga kanisa jipya zuri kutoka chini mpaka juu, zaidi ya milioni 80. Ndio maana ya zile ada unazozitoa, michango yako na shughuli zako unazozitoa, ndio zinazosaidia chama cha ATAPE kusonga mbele. Ninamaliza saa 2 na saa 3 na dakika kadhaa. Leo nitaeleza tu kwa kifupi. Kesho tutakuwa pia na muda mzuri wa kuzungumza mpaka saa 3:30. Ikifika saa 3 nitaruhusu maswali ili tuendelee kusonga mbele. Je, chama cha ATAPE kinaongozwa na nini? Kanisa lina kanuni. Kanuni ya kanisa, sisi tunaongozwa kwa mihimili mikubwa mingapi? Biblia. Jambo la pili nini? Naomba tuwe tunajibu ili tuwe pamoja. Jambo la kwanza ni nini? Biblia kama nukuu. Namba 2 ni nini? Roho ya nini? Namba 3 ni nini? Mwongozo ama kanuni ya kanisa. Ili tumpate mzee wa kanisa ni lazima tukasome kwenye mwongozo wa nini? Lazima tukasome kwenye nini? Kwenye mwongozo. Ili tumpate kiongozi wa ATAPE lazima tukasome kwenye mwongozo, maana lazima awe na wakili. Kwa hiyo chama cha ATAPE kina katiba. Hii katiba ndiyo mwongozo unaotuongoza kule